Asante, ninaitwa mchungaji Emmanuel Joseph Luhemeja, ni mchungaji wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania, dayosisi hii ya Geita. Ninatumika kwenye pastorate ya Iringa, lakini pia ni katibu katika idara yetu ya elimu ya Kristo dayosisi yetu ya Geita. Tunamshukuru Mungu kwamba tuko mahali hapa katika eneo letu la kanisa kuu la Yeriko, kanisa la Uaskofu, mahali ambapo tunafanyia semina yetu ya kuandaa walimu wa kambi za watoto zilizofanyika mwezi wa 6. Tuko hapa tangu jana, tumeripoti hapa jana, na tutaendelea kufundisha kuandaa walimu hawa ambao watakuwepo hapa mpaka siku ya Ijumaa wakijifunza masomo kwa ajili ya kuwafundisha watoto kwenye kambi zetu. Nitumie nafasi hii kuzungumza na watumishi wa Mungu, baba wachungaji wa kanisa letu la Africa Inland Church Tanzania, kwamba tunapojiandaa kwa ajili ya kuwahudumia watoto katika kambi zetu mwaka huu, niwaombe tu wazazi na wachungaji tushirikiane pamoja katika namna ya kuandaa mazingira ya kambi za watoto, lakini pia tushirikiane katika namna ya kuwezesha maandalizi ya kambi hizo. Wachungaji wawahimize wainjilisti wao huko, lakini pia wainjilisti wazungumze na wazazi katika namna ya kuwezesha pengine michango mbalimbali itakayowezesha kambi za watoto mwaka huu zifanyike vizuri. Walimu hapo tayari kama ambavyo wanaonekana hapa, tumeweza kuandaa na tunaendelea kuandaa, na sasa tutakamilisha wiki kuandaa walimu katika kanda yetu ya Geita, ambayo pia ina vituo vitatu: kituo cha hapa Geita, kituo cha Katoro pamoja na Nzera. Lakini baadaye tarehe 26 wiki ijayo tutaondoka hapa na kwenda tena kwenye vituo vingine vitatu ambavyo tutakuwa kituo cha Busolwa, kituo cha Msalala Kalumwa, lakini pia kituo cha Nyarugusu ambako tutahitimisha kwa ajili ya kuandaa walimu. Na sasa tutawatakia safari njema walimu hawa ili waende kuhudumia watoto kwenye kambi za watoto. Na ninaomba sana wazazi watakaoweza kunisikia au pengine kunisikia sauti hii kwamba utumike kama hamasa kwa namna ya kuandaa watoto kuja kwenye mafunzo haya. Isije katumika tu gharama bure ya walimu kuwepo mahali hapa, lakini baadaye wanakosa kazi ya kufanya kwa sababu wazazi wamewakatalia watoto nyumbani. Kwa hiyo niwahimize wazazi kuwaachia watoto, lakini pia kuwawezesha kuhudhuria kwenye kambi hizo. Ni jambo la msingi sana kuwafundisha watoto, kwa sababu hata Biblia inatuhimiza hivyo. Inasema katika ile Misali sura ya 22 ule mstari wa 6, inahimiza, inasema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hivyo tunapowafundisha watoto, tunawatengenezea mazingira mazuri, mazingira bora, lakini pia tunawapandia neno la Mungu ili waweze kuheshimu na hatimaye waweze kuishi vizuri kwa maadili ambayo yatampendeza Mungu, lakini pia yataipendeza na kunufaisha jamii yao. Kwa pia tunahimizwa kufundisha. Ile Kumbukumbu la Torati ya 6 inazungumzia, inahimiza sana swala la kuwafundisha watoto. Ndio maana walimu wako mahali hapa kwa lengo la kujifunza ili wakatimize utume wao ambao neno la Mungu linataka kufanya hivyo, kufundisha watoto. Maana watoto ndio taifa la kesho, lakini pia tukitaka kuwa na kanisa zuri la kesho, ni lazima kuanza na hao watoto ambao kesho ndio watakuwa wazee wa kanisa, ndio watakuwa wachungaji, ndio maaskofu, lakini pia hawa ndio viongozi wa serikali ya ijayo. Kwa hiyo niombe sana wazazi wenzangu na watumishi wa Mungu wote popote watakaposikia sauti hii kwamba wajitokeze kuwawezesha watoto, kuwafadhili watoto na kusapoti kambi hizi ili zifanyike vizuri, na mwisho tutamtukuza Mungu baada ya matokeo mazuri ya mafundisho ya kambi hii. Niwatie moyo wazazi wa watoto ambao wanakuwa wakati mwingine na wasiwasi katika namna ya kuwaruhusu watoto kujiunga na masomo haya ya kambi. Ni kuondoa wasiwasi kwamba watoto wako wanapokuwa katika kambi zetu wanakuwa salama, kwa sababu walimu wetu ambao tumewaandaa kwa ajili ya kufundisha watoto hao, tumewafundisha, tumewapa mbinu zote za kuweza kuishi na hao watoto. Tunawaelekeza namna ya kuwahudumia watoto majira yote, nyakati za mchana, namna watakavyoishi nao darasani, lakini pia nyakati za usiku. Kuna walimu wa jinsia zote wako mahali hapa. Watoto wa kike wanakaa na watoto wao wenzao na walimu wenzao wa kike, watoto wa kiume pia wanakaa na walimu wenzao wa kiume. Kwa hivyo kule walimu wamefundishwa namna ya kuishi na hao watoto, namna ya kuwahudumia watoto. Kwa hiyo mtoto wako anakuwa salama kabisa. Na lengo la sisi kumfundisha mtoto wako sio kumharibu. Lengo letu ni kwamba tukutengenezee mtoto ambaye atakuwa na maadili, atakuwa na uelewa wa neno la Mungu. Lakini pia tunaambiwa kwamba moyo wa mtoto ni sawa na karatasi nyeupe ambayo
ni kitu gani kimeandikwa ndani ya huo moyo au hiyo karatasi iliyoko ndani ya moyo wa mtoto. Kama tutaandika neno la Mungu likajaa kwenye karatasi au kwenye moyo wa mtoto, maana yake mtoto atakumbuka waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi ya Bwana Mungu wako. Kwa hivyo watakuwa na heshima. Akikumbuka, akitaka kukengeuka au pengine kudharau wazazi, atakumbuka kile ambacho sisi tunamfundisha. Tunamwambia kwamba kufanya hivyo ni kumkosea Mungu, lakini pia anapowaheshimu wazazi liko tumaini kwake kwamba anazidishiwa siku za kuishi duniani. Kwa hivyo atakuwa anaona kwamba akifanya hivyo atakuwa amejipunguzia siku zake kwanza. Kama atawadharau wazazi wake, atashindwa kuwaheshimu wazazi wake, atajipunguzia siku zake kwanza yeye mwenyewe. Lakini pia atajua kwamba ninapowaheshimu inamsaidia kujiongezea siku, lakini pia inamsaidia kujiongezea baraka zake yeye mwenyewe. Kwa hivyo wazazi, niombe mwaruhusu watoto waje kwenye kambi, kwa sababu wanakuwa salama kabisa, kwa sababu walimu wetu tumewaandaa vizuri, tumewaandaa vya kutosha, wana maadili, wameelekezwa, ni wacha Mungu, wanamtii Mungu, wanajua hiki ni kibaya hawapaswi kukifanya, wanajua hiki ni kizuri wanapaswa kukifanya, kwa mtu wa kila aina, kwa mtoto na kwa mtu mzima pia. Kwa hiyo niwaombe sana wazazi, mwaruhusu watoto, kwa sababu wanakuwa salama katika mazingira haya. Lakini jambo jingine, wazazi wanakuwa na wasiwasi wakati mwingine na shida pengine katika namna ya kugharamia kambi hizi, kwamba michango ni mingi mno, gharama ni kubwa kumchangia mtoto kwenda huko. Tunachokifanya, tunaweka bajeti ambayo mtoto anahama nayo tu kutoka pale nyumbani kuja kwenye kambi zetu. Kwa hivyo hata kama angebaki nyumbani, bado bajeti yake itakuwa ni ile ile ambayo angeishi nayo kwa muda wa juma zima. Kwa hivyo wazazi, niwatie moyo tu kwamba tunachokifanya, tunahamisha tu bajeti ya mtoto, anakuja nayo kambini, lakini atakuwa na manufaa makubwa kwa sababu atajifunza neno la Mungu. Kwa hiyo nahakikishia kwamba watoto wetu wako salama, wanapokuwa kwenye kambi zetu wako salama, wala hakuna wasiwasi ambao mzazi anaweza kufikiria kwamba pengine kuna shida huko, labda kuna matukio mabaya yanafanyika huko. Hapana, kule kuna maadili tu ya kufundisha neno la Mungu, lakini pia wanafundishwa namna watakavyoishi na wazazi wao na jamii inayowazunguka katika jamii yao.